Bwana Yesu apewe sifa. Mpendwa mtazamaji wa Sibuka TV na msikilizaji wa Sibuka TV na msikilizaji wa Lindi FM, ninakusalimu kwa jina kuu sana, jina la Bwana wetu Yesu Kristo, jina lipitalo majina yote. Kwa majina yangu ni ndugu yako, rafiki yako, mtumishi wa Mungu, mchungaji Albert Sindondwa wa kanisa la EAGT Monduli mjini Arusha, Tanzania. Nimekuja mbele zako na ujumbe mzuri katika kipindi kizuri kabisa cha Kimbilia kwa Yesu. Kipindi hiki ni kipindi kizuri, na mualike ndugu yako ambaye unadhani kwamba atakuwa hewani sasa, unaweza kumpigia ili tuungane pamoja kwa ajili ya kipindi kizuri cha Kimbilia kwa Yesu. Na leo nina ujumbe ambao unaitwa anguko kubwa la Sauli mwana wa Kishi. Anguko kubwa la Sauli mwana wa Kishi. Unaposikiliza kichwa cha habari, bila shaka unaweza ukatafakari anguko na kuinuka. Kuna tofauti ya kuinuka na kuanguka, lakini naelezea anguko kubwa lililompata Sauli mwana wa Kishi. Sauli alikuwa mfalme wa Israeli, mfalme wa kwanza kabisa. Israeli walipata mfalme wa kwanza kabisa ambaye alikuwa anaitwa Sauli mwana wa Kishi, na hakutegemea kabisa kwamba atakuwa mfalme. Neema ya Mungu ikamwangukia, basi akawa mfalme. Tunasoma maandiko matakatifu, kichwa cha ujumbe anguko kubwa la Sauli mwana wa Kishi. Na niombe twende pamoja, na nimemwomba Mungu kwamba anisaidie niende taratibu ili unielewe. Kabla tujaendelea, naomba tuombe. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, nimesimama mbele zako Mungu, na nimesimama mbele ya watazamaji wangu wazuri wa Sibuka TV na Lindi FM wanaonisikiliza sasa ujumbe huu. Bwana, kwa unyenyekevu mkubwa ninaomba Bwana unitumie upendavyo. Useme na watu wako katika ulimwengu wote na mahali popote ambapo wanasikiliza ujumbe huu, katika jina la Yesu, amen. Anguko kubwa la Sauli mwana wa Kishi. Anguko hili lilikuwa kubwa na lileta hasara, si kwa Sauli tu, lakini kwa taifa zima la Israeli. Biblia inasema katika Samueli wa kwanza sura ile ya 15 kuanzia mstari wa 10 hadi ule wa 23. Naenda taratibu, kiweza kuandika andika. Samueli wa kwanza sura ile ya 15 mstari wa 10 hadi ule wa 23. Na ni vizuri kama una Biblia yako, fungua Biblia. Na naona neema kubwa ya Mungu katika kipindi hiki cha Kimbilia kwa Yesu. Fuatana nami utaelewa nini ambacho nataka kukiongea, ambacho Bwana amenipa kwa ajili yako, na kitakuletea faida. Ujumbe utaleta faida kubwa katika maisha yako, si maisha yako tu, hata familia yako. Nami nasoma Samueli wa kwanza 15:10 mpaka 23. Ndipo neno la Bwana likamjia Samueli kusema, najuta kwa sababu nimemtawaza Sauli awe mfalme, maana amerudi nyuma. Amerudi nyuma. Kamata hiyo pointi. Amerudi nyuma Sauli, asinifuate wala hakufanya niliyomwamuru. Samueli akasikitika, akamlilia Bwana usiku kucha, yani akakesha anamlilia Bwana kwa ajili ya Sauli
mfalme wa Israeli. Samueli akaondoka asubuhi na mapema ili aonane na Sauli. Samueli akaambiwa ya kwamba Sauli alifika Karmeli, na tazama akajisimamishia ukumbusho, akageuka akapita akateremkia Gilgali. Mstari wa 13, Samueli akamwendea Sauli, naye Sauli akamwambia, ubarikiwe na Bwana, nimeitimiza amri ya Bwana. Nimeitimiza amri ya Bwana. Hilo ndo anguko kubwa. Anaongea uongo. Unajua dhambi ikisha mwingia mtu haimwachi salama. Dhambi moja inazalisha dhambi nyingine, Kwa hiyo huyu Sauli sasa aliagizwa akaangamize Waamaleki ambao walikuwa mwiba wa Israeli, asimwache hata anayenyonya. Yeye akafanya tofauti na Mungu alivyomtuma. Sasa anarudi kutoa taarifa kwa nabii Samueli, mtu wa Mungu apendwaye na Bwana, ambaye Mungu anamfunulia siri zote. Unajua watumishi wa Mungu siwaone wa kawaida, wana siri za Mungu. Usizalau makuhani, usizalau watumishi wa Mungu, usizalau manabii wa kweli, usizalau. Wamebeba sanduku la agano. Wanapotamka, wanatamka kwa niaba ya Mungu, hawatamki kwa niaba yao wenyewe. Na watu wengi wamewadhalau watumishi wa Mungu, wanaona ni wa kawaida. Yawezekana unaishi karibu na mtumishi wa Mungu, unaishi karibu na mchungaji, unaona ni wa kawaida. Amechaguliwa na anasimama kwa niaba ya Mungu, na mimi hapa nimesimama kwa niaba ya Mungu. Sasa sikiliza, huyu mfalme Sauli, mfalme wa kwanza wa Israeli, akawa ameanguka. Hakufanya kama Mungu alivyomwagiza. Hiyo ni dhambi kubwa aliyoifanya, na Mungu anataka tuyatii maagizo yake na kuyatekeleza. Kutii bila shurti, yani kutekeleza maagizo yake kwa furaha. Kama ni kutoa sadaka, unatoa kwa furaha, usiwe na maswali. Kama ni kutoa fungu la 10 zaka, unatoa kwa furaha. Na sikudanganye mtu akapindisha neno hili akasema kutoa zaka ilikuwa zamani. Hapana. Utakuwa unapoteza muda wa kuabudu kwako kama unapingana na neno la Mungu. Na nimeona watu wengi wanapingana na neno la Mungu. Neno hili li hai. Hili neno la Mungu. Huwezi ukafuta Biblia. Huwezi ukafuta maneno ya Mungu Mwenyezi. Mungu ni mkuu. Ametoa maelekezo. Mpendwa mtazamaji wa Sibuka TV na msikilizaji wa Lindi FM, ni kuombe sana usipingane na neno la Mungu. Neno la Mungu limethibitishwa mara 7. Lina uwezo wa kubadilisha maisha ya watu. Hiki kitabu kimebadilisha mabilioni ya watu duniani. Waliokuwa wenye dhambi wameokolewa. Waliokuwa wachawi wameacha uchawi. Waliokuwa wazinzi wameacha uzinzi. Injili inapohubiriwa ni uwezo wa Mungu letao wokovu. Na usipingane na neno la Mungu lilo halali ambalo limethibitishwa mara 7. Na mbingu na nchi zitapita, lakini neno la Mungu halitapita kamwe. Neno la Mungu li hai, lina nguvu. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu. Sikiliza, naendelea. Samueli akasema, maana huyu ndugu, kama tulivyosoma mstari wa 13 ile Samueli wa kwanza 15:13, sasa anasema Samueli akamwendea Sauli, naye Sauli akamwambia, ubarikiwe na Bwana, nimetimiza amri ya Bwana.
Samueli akasema, maana yake nini? Maana yake nini basi hiki kilio cha kondoo masikioni mwangu na huu mlio wa ng'ombe ninaousikia? Mungu akamwonyesha maovu aliyoyafanya Sauli. Mstari wa 15, Sauli akasema, wamewaleta kutoka kwa Wamaleki, maana watu waliwaacha hai kondoo na ng'ombe walio wazuri, ili wawatoe dhabihu kwa Bwana Mungu wako, nao waliosalia tumewangamiza kabisa. Yeye huyu Sauli aliangamiza vitu vinyonge, vinono aliviacha. Ndipo Samueli akamwambia Sauli, ngoja nami nitakuambia neno aliyoniambia Bwana usiku huu. Naye akamwambia, haya sema. Hana toba. Basi Samueli akasema, ingawa ulikuwa mdogo machoni pako mwenyewe, je, hukufanywa kuwa kichwa cha kabila za Israeli? Naye Bwana akakutia mafuta uwe mfalme wa Israeli? Kwani ulistahili wewe? Ni neema ya Mungu amekuinua. Na Mungu anapokuinua, usinue mabega, usiwe na kiburi mwanadamu. Mungu amekupa pumzi, anataka uache dhambi umtumikie. Na watu wengi wakishainuliwa wanajisahau. Huyu Sauli naye mhubiri ambaye namnena, ambaye alianguka anguko kubwa, huyu Sauli alikuwa mtu wa chini kabisa, na alitumwa kutafuta kondoo punda waliopotea wa baba yake, na akakutana na Bwana. Bwana kamuita katika hali hiyo hiyo ya uduni. Maana Mungu anawapenda watu wake. Mungu hachukii mtu wake yoyote. Na hata wewe msikilizaji na mtazamaji wangu wa Sibuka TV unayefuatia kipindi hiki cha Kimbilia kwa Yesu, Mungu haja kuchukia hata siku moja, ila anachukia matendo unayoyafanya. Mgogoro wako wewe na Mungu ni hiyo dhambi ambayo umeikumbatia. Na siku zote nasema dhambi ni bomu, wakati wowote linaweza likakulipukia. Nimeandika pointi hapa, nimesema maovu kamwe hayawezi kumwacha mtu salama. Yaani unapofanya uovu, ujue ya kwamba hauwezi kuwa salama mbele ya safari. Ukiendelea, tutamuona Sauli hata kufa kwake kulikuwa kubaya, kwa sababu hakuwa na toba. Hakuwa na toba. Hili lilikuwa anguko kubwa ambalo linasikitisha. Kuna watu walianguka kwenye Biblia, lakini walitubu, waligalagala na Mungu akawasamehe. Mfalme Daudi aliwahi anguka, alichukua mke wa mtu, aliua, akachukua mke wa mtu, akamua, yani mume wake, yani akatembea na mke wa mtu, mke wa mtu wa Uria Muiti, yani kijana wake ambaye yuko jeshini. Maana mfalme naye Daudi alikuwa mtu ambaye anampenda Mungu, lakini akakengeuka. Baada ya mafanikio akakengeuka. Baada ya mafanikio umekengeuka. Hata ibada hupendi tena. Ulikuwa unahudhuria ibada, huhudhurii, umekengeuka. Umerudi nyuma na Mungu anajuta. Anakutazama kule alikokutoa. Amekutoa kule jalalani, kule mavumbini, amekupandisha. Umegeuka, unafanya mambo ya ajabu ambayo hayafai. Unatenda dhambi kwa siri, umegeuka. Mafanikio yako yamekufanya ugeuke. Kumbe hatutakiwi kumwacha Bwana hata tunapofanikiwa, hata uchumi, hata unapokuwa na afya nzuri. Tumikie Mungu kwa afya hiyo. Afya uliyoipata ni kwa neema. Wengine wako hospitalini, wengine wanapumulia mashine, wengine wana magonjwa mazito. Kila wiki wanatoa damu na kuingiza na kuisafisha na kuingiza nyingine. Wengine damu, kuna binti moja kila wiki anaongezewa damu. Damu inapungua, sijui inaenda wapi. Inapungua. Siku moja tulikuwa na mkutano pale kwetu Monduli mjini.
Binti huyo akatolewa hospitalini, anaongezewa damu mpaka ndugu wamechoka. Akasikia mkutano wa injili, maana Yesu anaponya, Yesu anaokoa. Tulikuwa na mkutano wa injili na mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa anahubiri, anaitwa Gwamwanza kutoka Dar es Salaam, pale Monduli, viwanja vya kanisa. Yule binti ndugu zake waliposikia kuna mkutano na tumeweka matangazo ya kwamba wagonjwa na wenye shida wataombewa bure, akaletwa. Aliletwa akiwa na dripu anashikilia. Alipokuja akaombewa, damu inapungua kila wakati, inapungua, wanaongeza. Akaombewa, kumbe kulikuwa na pepo, jini linalonyonya damu. Nami nakwambia, ukimwamini Yesu, hilo pepo linalokusumbua la uasherati litang'oka kwa jina la Yesu. Hayo magonjwa yanayokusumbua, huo uvimbe unaokutesa, lipo jina la Yesu. Nilimwona Bwana siku ile, yule binti akafunguliwa, Mungu akakomesha kuisha kwa damu. Baadaye lile jini likatamka kwamba tulikuwa tunanyonya damu yake na litaka tumuue. Mungu akamponya, alitolewa hospitalini, aliomba, madaktari walimruhusu aje akiwa mdhaifu sana. Bwana alimponya. Hivi ninavyoongea, hivi ninavyohubiri hapa, alishaponywa. Alikuwa binti mdogo wa kidato cha 4, lakini sasa hivi ni mtu mzima, ana familia yake, alishaolewa. Na nena habari za Yesu Kristo aliye hai, Mungu anayekomesha maovu. Ukikubali, ukiokoka, hautamaliza vibaya, utamaliza vizuri. Nami nakuombea mwisho wako uwe mwisho mwema, uzeeke vizuri. Haleluya. Hata uzee wako uwe uzee mwema, uishi maisha ya ushindi, na maisha ya ushindi yanapatikana kwa Yesu. Ndio maana kipindi hiki kilicho hewani kinaitwa Kimbilia kwa Yesu. Wala usitembee, kimbia. Ukimbilie kwa Yesu. Niliona mkutano mmoja wa injili nikafurahia sana. Watu walipoitwa kuokoka, nikashangaa wanavyokimbia. Wanaikimbia dunia. Kimbia dunia. Usipotelee katika dunia hii. Nami nakwambia dunia hii ina mwisho. Hata ungekuwa tajiri, una mwisho. Hata ungekuwa na cheo kikubwa, una mwisho. Hata ungekuwa unarusha ndege angani, wewe ni rubani, una mwisho. Hata ungekuwa mlembo wakakuita Miss Tanzania, una mwisho. Hata ungekuwa nani, una mwisho. Mkumbuke Muumba wako. Mwanadamu una mwisho. Siku zako za kuishi zimehesabiwa. Zimehesabiwa ndugu yangu. Huwezi kukwepa. Na hata kama utamdharau Mungu sasa, utakutana naye mbele ya safari. Maana Mungu yupo, nakwambia. Na sisi ni watumishi wake. Tumemwona Mungu yupo. Acha ubishi. Kuokoka ni lazima. Kama unataka uwe salama, kimbilia kwa Yesu, okoka. Acha uovu utakupeleka pabaya. Anguko la Sauli mwana wa Kishi, alijuta, alifanya maovu, aliwinda watu ili awangamize. Akamuinda Daudi asiye na kosa. Daudi kama nilivyosema alitenda dhambi, lakini alitubu. Ukitubu leo, Bwana atakusamehe. Nasema Bwana atakusamehe. Neno hili ni neno la Mungu nililoisoma. Linatangaza msamaha kwa wote ambao wako tayari kutubu. Katika kitabu cha Zaburi ya 103 mstari wa 3, neno la Mungu linasema akusamehe dhambi zako zote, akuponya magonjwa yako yote. Ukikubali leo neno la Mungu hili ninalolihubiri, utakuwa kiumbe kipya. Sikiliza mstari wa 18. Tunamsoma Sauli mwana wa Kishi. Kisha Bwana
akakutuma. Samueli anaongea naye, anasema kisha Bwana akakutuma safarini, akasema enenda ukawaangamize kabisa wale wa Amaleki wenye dhambi, upigane nao hata watakapoangamia. Mbona basi hukutii sauti ya Bwana, bali ukazirukia nyara, ukafanya yaliyo maovu machoni pa Bwana? Sauli akamwambia Samueli, hakika mimi nimeitii sauti ya Bwana, nami nimemleta Agagi mfalme wa Amaleki, tena nimewaangamiza wa Amaleki kabisa. Mpishi hataki kutubu. Ila watu waliteka nyara kondoo na ng'ombe walio wazuri katika vitu vilivyowekwa wakfu, kusudi wavitoe dhabihu kwa Bwana Mungu wako huko Gilgali. Anajitetea, anajua amefanya uovu, anajitetea, anajua kabisa ametenda dhambi. Naye Samueli akasema, je, Bwana huzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawa sawa na kutii sauti ya Bwana? Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu, na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Kutii ni bora mpendwa. Kutii ni bora. Litii neno la Mungu. Acha ujeuri. Acha kubeza maneno ya Mungu. Acha kukataa kupokea neno. Pokea neno hili. Geuka. Yule Sauli hakuwa na toba. Anguko lake lilikuwa kubwa. Niende haraka kwa ajili ya muda. Sauli tayari ile dhambi ikamea mizizi ndani yake kwa sababu hajatubu. Na Bwana akasema, najuta. Kwa nini nimemtia mafuta Sauli? Najuta. Samueli alikuwa nabii, alikuwa na vyeo vitatu. Alikuwa nabii, alikuwa kuhani, alikuwa mwamuzi. Samueli kwa sababu ni mchungaji, ni kuhani, alikesha usiku kucha akimlilia Bwana msamehe Sauli. Akasema, tutamlilia mpaka lini? Nimemkataa huyo, maana hana toba. Najua kwa nini Mungu anaweza akakukataa. Kama unajeuri, hutaki kutubu, unajua kabisa umetenda dhambi, unajua kabisa wewe ni mwenye dhambi, lakini unaendelea kujikaza. Injili inakuja kwako, unahubiriwa neno la Mungu. Linakuja kwako neno la kukuonya. Unawachukia hata wahubiri wanaokuhubiri, kwa sababu wahubiri wametumwa na Mungu. Hata mimi leo nimetumwa na Mungu. Niseme na moyo wako leo, ugeuke, uache maovu, uache uzinzi, uache rushwa, uache matendo maovu ambayo Mungu amekasirika kwa ajili yako, na anakuacha utubu. Mungu hawezi kuhukumu ulimwengu au mwanadamu bila kumpa maonyo. Hata kipindi kile cha Sodoma na Gomora, Mungu anatangulia maonyo. Hata kipindi kile cha Nuhu, Mungu alitangulia maonyo. Hata mji ule wa Ninawi, Mungu alimtuma Yona akahubiri watu wa Ninawi waache dhambi. Mungu hawezi kukuhukumu bila kuletea maonyo. Kwa hiyo sikiliza injili hii kwa makini. Umekuwa mtu wa kuacha maadili, umefanya uovu, umefanya dhambi zingine za siri, umemficha hata mke wako hajui. Hayo unayoyafanya, una vimada huko pembeni, una masuria, una hawala huko nje, mke wako hajui, na umezalisha watoto wa watu, bado hujashtuka. Injili hii kutoe huko pangoni, uje kwa Yesu akusamehe. Dhambi hiyo itakuua, itakunyonga, na utakufa vibaya kwa sababu hutaki kutii. Lakini ukitii, ukikubali na kutii, utakula mema ya nchi.
Bwana atakusamehe hiyo dhambi, na Mungu atakusamehe. Na ni maombi yangu Mungu leo akutane na moyo wako, akutane. Mungu anachohitaji kwako ni moyo wako. Umkabidhi moyo wako, umkabidhi njia zako zote, umkabidhi, mwambie Bwana, niko tayari, nimefanya uovu 1 2 3, nisamehe Bwana. Fuatilia kipindi hiki cha Kimbilia kwa Yesu, mahubiri haya mpaka mwisho. Nitakuwa na wakati mzuri wa kukuongoza sala ya toba. Ile sala ya toba ni ya kukupatanisha wewe na Mungu, ili Mungu akuridhie, uandikwe katika kitabu cha uzima, uwe mwana wake. Na mimi nafurahi kama unanisikiliza na utakuwa tayari kuandikwa jina lako, uingie kwenye mfumo. Kama unavyoona watu wanaingizwa kwenye mifumo, naingizwa kwenye mfumo kwenye kampuni, ukishaingizwa kwenye mfumo, stahiki zako zote unazipata. Hata ukienda benki, mshahara wako tayari wameingiza kule, uko kwenye mfumo. Huwezi ukawa hauko kwenye mfumo unaenda kuchukua mshahara, hapana. Na sisi ukishaokoka, ukishamwamini Kristo, unaingia kwenye mfumo. Biblia inasema naye alituokoa katika nguvu za giza, katika kitabu kile cha Kolosai. Na kipenda hicho kitabu, huwa nasoma kila wakati. Kolosai 1:13. Naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Mimi nasema akatuhamisha na kutuingiza katika mfumo wa kifalme. Kwa hiyo unapookoka, unapomwamini Kristo, unapoongozwa sala ya toba, unahamishwa, unatoka kwenye ufalme wa giza, unaingia kwenye mfumo mwingine, kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake. Kolosai 1:13, naweza ukasoma. Sasa huyu alikuwa hana toba, mfalme. Tuko kwenye ujumbe unaitwa anguko kubwa la Sauli mwana wa Kishi. Sauli sasa akaendelea kufanya mabaya. Wakati Bwana alipomwacha, Mungu alipomwacha Sauli akavamiwa na maadui. Taifa lote la Israeli likawa katika hatari. Wakawa wanateswa na Wafilisti. Wafilisti wakatesa taifa la Israeli. Na wataalamu wa maandiko na theolojia wanasema Wafilisti wamelitesa taifa la Israeli kwa muda wa miaka 200, karne 2. Wameteswa na Wafilisti kwa sababu ya huyu mfalme wa Israeli, mfalme wa kwanza Sauli mwana wa Kishi, ambaye hakutaka kutubu. Akaliingiza taifa katika hatari. Wakateswa na Wafilisti. Hakutaka kutubu. Laiti angetubu, mambo yangekaa sawa. Biblia inasema ya kwamba huyu mwana wa Kishi, mfalme Sauli, akaendelea kutawala. Na huko anajua amekataliwa na Bwana. Bwana amemkataa. Akaendelea kutawala. Nini kilichotokea? Akainuka jamaa mmoja wa Wafilisti na kikosi cha Filisti, anaitwa Goliath na majeshi ya Wafilisti wakainyanyasa Israeli. Israeli kawa kwenye wakati mgumu. Sauli, kwa sababu ameachwa na Bwana, kila akipanga vita na shindwa vibaya, akainuka kijana mdogo ambaye anaitwa Daudi mwana wa Yese. Akatangaza ya kwamba mimi nitamuua huyo Goliath kwa jina la Bwana wa majeshi. Sauli akasema, utamueje? Huyu ni mtu wa vita tangu ujana wake. Sauli akamtangaza Mungu wake kwamba mimi nilipokuwa polini niliua dubu, niliua simba. Je, huyu Mfilisti asiyetahiriwa atakuwa kama, nisimue huyu, nitamua. Huyu atakuwa kama wale simba, nitamuua kwa jina la Bwana. Na Daudi akamuua Mfilisti, akaleta heshima katika taifa la Israeli. Na wakati huo Sauli alitangaza tenda kwamba atakayemuua Mfilisti aondoe aibu hii, atapewa binti
binti mfalme bure. Na mbali yake maana yake ukoo wake utasamehewa kodi. Kwa hiyo Daudi akamuua Goliath kwa jina la Bwana wa majeshi. Maana tukiwa na Bwana tuko salama. Tukiwa na Bwana tunalindwa. Katika Luka ile 10:19 anasema nimewapa amri ya kukanyaka nyoka na inge na hakuna chochote kitakachowadhuru. Tukiwa na Bwana tuko salama. Ukiokoka utakuwa salama. Daudi alipomuua, wamama wakatokea washangiliaji. Alipomuua Goliath na kukata kichwa cha Goliath, na akaleta heshima katika taifa la Israeli, wamama wakashangilia. Wakasema, unajua walikuwa wanashangilia namna gani? Wanasema Sauli ameua 1000, Daudi ameua 10,000. Wa hiyo wakawa wanamshangilia huyu bwana mdogo Daudi. Kwa nini roho ya wivu isiingie kwa Sauli ambaye yuko kwenye kiti? Akasema kama wanampa kura zote hizo 10,000, nini kinachofuata kwa huyu dogo? Huyu dogo atakuja kutawala, atakuja kupata kibali. Roho ya wivu ni ile dhambi, ile inazaa dhambi nyingi. Dhambi ni mbaya jamani. Ukianza kumchukia ndugu yako, tayari hiyo dhambi ni hatari. Hautakiwi kumchukia ndugu yako. Hautakiwi kuwa na hasira na ndugu yako. Unatakiwa kumpenda jirani yako. Unatakiwa kuwa mnyenyekevu. Unatakiwa kutubu dhambi ulio nayo. Ukitubu dhambi, ugomvi wako na Mungu umekwisha na utakuwa salama. Laiti Sauli angesema, Samueli naomba uniombee rehema, nimekosa sana, sistahili, Mungu angeimarisha ufalme wake. Lakini hakutubu, alianza kubisha. Hiyo ndio shida kubwa ya wanadamu hata wa sasa. Kote ninakozunguka kuhubiri, unamwambia mtu okoka, anasema nina dini yangu. Si hubiri dini, na hubiri wokovu. Nina dini yangu. Unafikiri dini itakusaidia? Ndio maana unaweza kaingia kwenye nyumba ya ibada lakini ni mzinzi. Hapa si hubiri dini, na hubiri wokovu. Na saa ya kuokoka ni sasa. Kimbilia kwa Yesu. Nakipenda sana hiki kipindi na jina lake kimbilia kwa Yesu. Kimbilia kwa Yesu maana yake uokoke. Uache dhambi, uache uovu, uache uzinzi, uache uchawi wewe. Uache ushirikina. Acha kutoa kafara wewe. Acha maovu. Acha kutegemea visaidizi. Acha. Yesu yuko vile vile, hajawahi badilika. Ana uwezo wa kukuponya. Wala sabuni ya upako haiwezi kukuponya wewe. Anayeponya ni Yesu. Uwe kuelewa neno la Mungu. Petro na Yohana katika sura ile ya kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ile ya 3 mstari wa kwanza anasema walipofika kwenye mlango mzuri wa hekalu wakamkuta kiwete anaomba sadaka pale, asaidiwe. Petro na Yohana walisema nini? Walisema hatuna fedha wala dhahabu, lakini tulicho nacho ndicho tutakachokupa. Je, walitoa maji ya upako? Je, walitoa chumvi za upako? Walisema kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth simama. Unajua jina la Yesu lina nguvu. Jina la Yesu lina uwezo. Jina la Yesu ni moto. Mungu wetu tunayemhubiri ni moto ulao. Ukimwamini atayabadilisha maisha yako. Moyo wa jiwe utaondoka, utapewa moyo wa nyama. Biblia inasema katika Isaya ile ya 66 mstari wa 2b, mtu nitakaye mwangalia ni mtu aliye mnyonge, mwenye roho iliyopondeka, atetemekaye asikiapo maneno yangu. Ukiona kila wakati unasikiliza neno la Mungu na kosoa, ujue moyo wako haujanyoka. Una moyo mbovu. Na
Unapokuwa unasikiliza neno la Mungu na kutetemeka, neno linapokujia unatetemeka, unakuwa na hofu ya Mungu, utakuwa karibu na ufalme. Napoenda kumalizia huyu mwisho, nisome mwisho wa mfalme Sauli. Mfalme Sauli alikufa vibaya. Kwanza aliingiwa na roho ya wivu, akaanza kumuinda Daudi. Daudi akawindwa sana. Kila anakokwenda anataka muue. Kwa nini anamuua Daudi? Kwa sababu amepewa 10,000. Anamuinda. Daudi alikuwa mnyenyekevu, alikuwa na moyo wa Mungu. Ukisoma, unaweza ukasoma hata kwa wakati wako, lakini ngoja nisome haraka. Samueli wa kwanza 24. Kuna wakati Daudi mpaka akakimbia, akaenda mbali ili ajisalimishe, maana anatafuta kuuawa kwa ajili ya roho ya wivu tu. Akakimbia Daudi. Sura ya 24 mstari wa 2. Kuanzia mstari wa 2 ni maandiko mengi mpaka wa 22. Ndipo Sauli akatoa watu 1000 waliochaguliwa katika Israeli wote, akaenda kumtafuta Daudi na watu wake juu ya majabali ya mbuzi mwitu. Unaona, huyu Daudi amekimbilia wapi? Ile roho anguko lake linasumbua na watu. Narudia. Ndipo Sauli akatoa watu 1000 waliochaguliwa katika Israeli wote, akaenda kumtafuta Daudi na watu wake juu ya majabali ya mbuzi mwitu, yani polini. Akafika penye mazizi ya kondoo kando ya njia, na huko kulikuwa na pango. Sauli akaingia ndani ili kuifunika miguu, na Daudi na watu wake walikuwa wakikaa mule pangoni ndani sana. Wanakaa pangoni kwa sababu hali sio shwari. Nao watu wa Daudi wakamwambia, tazama, hii ndiyo siku, yani wale ambao wako karibu na Daudi wakasema, hii ndiyo siku ile aliyokuambia Bwana, angalia, nitamtia adui yako mikononi mwako, nawe utamtenda yoyote utakayoona kuwa mema. Basi Daudi akainuka, akaukata upindo wa vazi lake Sauli kwa asiri. Lakini halafu moyo wake Daudi ukamchoma kwa sababu amekata upindo wa vazi la Sauli. Akawaambia watu wake, hasha, nisimtendee bwana wangu masihi wa Bwana neno hili, kunyosha mkono wangu juu yake, kwa maana yeye ni masihi wa Bwana. Naona moyo wa Daudi. Adui yake ameingia, leo tuna Kiswahili kinasema ameingia kwenye 18 zake, na hajamuona Daudi mpaka Daudi amekata pinde wa joo lake. Yani alikuwa tayari angefanya chochote, lakini wasaidizi wa Daudi wanasema, leo ndio siku Bwana amemleta adui kwenye 18 zako, una uwezo wa kumfanya chochote. Daudi anawakataza, anasema, siwezi kumnyoshea kidole masihi wa Bwana, bado huyu ni mfalme, bado huyu ni mtawala, siwezi kumfanyia chochote, lazima nimheshimu. Unaona moyo wa Daudi? Moyo wa Daudi na moyo wa Sauli ni vitu viwili tofauti. Sauli anawaza mabaya juu ya Daudi, Daudi anawaza mazuri juu ya Sauli. Anawaambia wasaidizi wake wako tayari kumuua, wale wasaidizi wangemkata na walikuwa na hasira wale wasaidizi. Lakini Daudi anawazuia, anasema, siwezi kumnyoshea kidole masihi wa Bwana, bado anatawala, yuko kwenye kiti, mimi siwezi kufanya chochote. Basi Daudi akawazuia watu wake, mstari wa 7, kwa maneno hayo, asiwaache kumwondokea Sauli, yani asiwaache wamue. Kisha Sauli akatoka pangoni akaenda zake. Sikiliza, Daudi naye akainuka baadaye akatoka. Sikiliza, Daudi naye akainuka baadaye. Nirudie mstari ule wa 7. Basi Daudi akawazuia watu wake kwa maneno hayo, asiwaache, yani asiwaache wamuzuru, maana yake.
Kisha Sauli akatoka pangoni akaenda zake. Daudi naye akainuka baadaye akatoka pangoni akamwita Sauli akisema, bwana wangu mfalme Sauli, bwana wangu. Alipotazama nyuma, Sauli akatazama nyuma, Daudi akainama uso wake hata nchi akamsujudia. Huyu Daudi anamsujudia mtu ambaye ni adui kweli kweli. Hapa tunajifunza pia, usiinuke kinyume na wakuu wako. Hata kama wamekukosea, usiinuke kinyume na wakuu wako. Usiinuke kinyume na mkuu wako. Mungu ndiye anayelipa kisasi, sio wewe. Kumbuka huyu Daudi amewindwa kuuawa mara ngapi, amekwepa mikuki, lakini bado anamtii huyu mfalme bwana wake, anamsujudia mpaka nchi. Daudi akamwambia Sauli, Daudi anamwambia Sauli, kwa nini unasikiliza maneno ya watu wasemao, tazama Daudi anataka kukudhuru? Tazama leo hivi macho yako yameona jinsi Bwana alivyokutia mikononi mwangu pangoni, na watu wengine wakaniambia nikuue, lakini nikakuacha, nikasema sitaki kunyosha mkono wangu juu ya bwana wangu, kwa maana yeye ni masihi wa Bwana. Ni maneno ya Daudi haya. Mtu anayemcha Mungu ana akili. Mtu anayemcha Mungu halipi visasi. Mtu anayemcha Mungu hana moyo kwa nini. Mtu anayemcha Mungu moyo wake uko salama. Mtu anayemcha Mungu hata kama ametendewa mabaya halipizi. Ukiona kuna roho ya kulipiza, ujue kabisa moyo wako bado hujatakata. Mtu anayemcha Mungu halipizi visasi. Wewe unajifunza nini juu ya Daudi? Daudi amewindwa na Sauli. Daudi amekwepa mishare ya Sauli, lakini anakutana naye, anaingia Sauli, anaingia kwenye 18 za Daudi, na wasaidizi wa Daudi wanasema huu ndio wakati Bwana, yani kama ni kushangilia wanashangaza, leo ndio wakati Bwana ambao amependa Sauli adui yako awe leo maiti. Kwa hiyo wako tayari kumua. Akasema hapana. Moyo wa Mungu haulipizi kisasi. Ni mtu mnyenyekevu, mtu aliyejaa mafuta ya Roho Mtakatifu. Daudi anamwambia, bwana mkubwa, angalia leo ulikuwa umeingia kwenye 18 zangu. Naposema 18, yani umeingia kwenye himaya yangu. Huyu Sauli alikuwa ameingia pangoni, anafunika miguu. Biblia ni nzuri sana hii Biblia. Inaposema kufunika miguu, maana yake alikuwa ameenda haja ndogo. Biblia hainyoshi hivi kwa mambo ya hivi, inafunika kidogo kihekima. Alienda kufunika miguu, maana yake alienda haja ndogo. Sasa anakutana na Daudi. Kumbe pango aliyolienda ndo Daudi yuko huko na wasaidizi wake. Amejificha, amemkimbia huyo bwana. Na huyo bwana na kikosi cha watu 1000 anamtafuta Daudi. Unaoneje huo moyo? Mstari wa 11, tena baba yangu, tazama tafadhali, tazama upindo wa vazi lako mkononi mwangu, maana ikiwa nimeukata upindo wa vazi lako nisikuue, ujue na kuona ya kuwa hakuna uovu wala kosa mkononi mwangu, wala sikukukosa neno, ingawa wewe unaniwinda roho yangu ili kuikamata, maana yake ili kuniua. Bwana tuamue. Ni Daudi huyo anaongea, mimi na wewe. Bwana tuamue. Bwana tuamue, mimi na wewe. Na Bwana anilipizie kisasi changu kwako, lakini mkono wangu hautakuwa juu yako. Kama vile walivyosema watu wa kale katika mithali yao, katika waovu hutoka uovu, ila mkono wangu hautakuwa juu yako. Sikiliza. Na mfalme wa Israeli ametoka ili kumfuata nani? Unamuinda nani wewe Sauli?
ni kuwinda mbwa mfu au kiroboto? Huyu ni Daudi anasema, unamuinda nani? Umekuja na majeshi, watu 1000. Unasumbua watu wewe. Unamuinda mbwa mfu? Unamuinda kiroboto? Sauli yuko kimya, ametekewa. Basi Bwana tuamue, akatuhukumu mimi na wewe, akaone, akanitetee neno langu, akaniokoe na mkono wako. Ikawa Daudi alipokwisha kumwambia Sauli maneno hayo, Sauli alisema, hii ndiyo sauti yako Daudi mwanangu. Kwa mara ya kwanza anasema mwanangu. Naye Sauli akapaza sauti yake, akalia. Sauli akalia, maana alisema kweli leo ningekufa, ameniacha hai. Akamwambia Daudi, wewe umwenye haki kuliko mimi, maana wewe umenitendea mimi mema, mimi nami nitakutendea. Nirudie. Akamwambia Daudi, wewe umwenye haki kuliko mimi, maana wewe umenitendea mema nami nimekutendea mabaya. Hapa ni toba. Nawe umeonyesha leo jinsi ulivyonitendea mema, kwani Bwana aliponitia mikononi mwako hukuniua. Maana mtu akimuona adui yake, je, atamwacha aende zake salama? Akasema hivyo Sauli huyu. Basi Bwana na akulipe mema kwa haya ulionitendea leo. Na sasa angalia, najua ya kuwa hakika utakuwa mfalme, na ufalme wa Israeli utafanyika imara mikononi mwako. Anambariki. Unaoneje? Angemuua, angesema maneno haya. Basi sasa uniapie kwa Bwana ya kwamba hutawakatilia mbali wazao wangu baada yangu, wala hutaliharibu jina langu katika mbali ya baba yangu. Yani hutaliharibu jina langu katika ukoo wa baba yangu baada ya mimi kufa. Hapa tayari Sauli ameinua mikono, amesalenda. Watu wa dunia, sikiliza, ambao bado hamjaokoka, yupo Mungu ambaye atapigana na adui zako. Wewe utanyamaza kimya. Aliwaambia Israeli, msiogope, simameni tu. Hao wa Misri mnaowaona hamtawaona tena. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Daudi ametenda wema, na Biblia yangu inasema ushinde ubaya kwa wema. Wakikufanyia mabaya, wewe wafanyie mema. Hiyo ni hekima ya hali ya juu. Daudi anafanyiwa mabaya, yeye anafanya mema. Mpaka huyu Sauli aliyekuwa jeuri anatubu. Kwa sababu muda wangu umeenda, nataka nimalize kipengele. Kumaliza kwake mtu ambaye ni mwovu ni kubaya. Kwa sababu naenda kumalizia, nimalizie na kifo cha Sauli mwana wa Kishi. Anguko lake lilikuwa baya. Anguko lake lilikuwa baya. Nyakati, mambo ya Nyakati wa kwanza. Pendwa mtazamaji wa Sibuka TV na msikilizaji wa Lindi FM, fungua kitabu cha Nyakati wa kwanza sura ile ya 10. Hapo ndipo tunamalizia andiko letu la mwisho, mstari wa kwanza hadi ule wa 5. Ndio kifo cha Sauli. Na hakufa peke yake Sauli, alikufa na wanawe, kwa sababu wanawe nao walikuwa vitani. Biblia inasema Nyakati wa kwanza 10:1 mpaka 5. Basi Wafilisti wakapigana juu ya Israeli, nao watu wa Israeli wakakimbia mbele ya Wafilisti, wakaanguka wameuawa katika mlima wa Gilboa. Nao Wafilisti wakamfuatia sana Sauli na wanawe. Wafilisti wakawaua Yonathani na Abinadabu na Malkishua wana wa Sauli. Tena vita vilikuwa vikali sana juu ya Sauli, na wapiga upinde wakampata hata akafadhaika sana, kwa sababu
ya wapiga upinde. Ndipo Sauli akamwambia yule mchukua silaha zake, futa upanga wako unichome nao, wasije watu hawa wasiotahiriwa wakanisimanga. Lakini huyo mchukua silaha zake akakataa kwa sababu aliogopa sana. Basi Sauli akautwaa upanga wake akauangukia. Na mchukua silaha zake alipoona ya kuwa Sauli amekufa, yeye naye akauangukia upanga wake, naye akafa. Yani yule msaidizi wake au bodyguard wake, Sauli alipoona vita vimekuwa vimeiva, wanamtafuta, Wafilisti wanataka kumuua, akakimbia, ameshindwa. Anguko lake hana toba, mpaka siku ya mwisho anakufa. Kifo cha mwenye dhambi ni kibaya. Kifo cha mwenye dhambi ni hatari. Mungu afurahi kufa kwa mwenye dhambi. Heri leo ungetubu. Sauli akasema, niue wewe msaidizi wangu, niue, wasije wakaniua Wafilisti nikasimangwa katika historia ya wafalme. Yule mchukua silaha naye akasema, hapana. Yule Sauli akajiua. Ingekuwa ni leo alijipiga mwenyewe bunduki akafa. Na yule mchukua silaha naye akajiua. Ukawa ndio mwisho wa anguko la Sauli mwana wa Kishi. Je, umeona madhara ya dhambi? Umeona madhara ya dhambi? Dhambi ni mbaya. Dhambi haifai. Tubia uovu wako. Nataka nikuombee. Maneno haya muda hautoshi kuelezea jinsi Sauli alivyomaliza vibaya, lakini tosha kusema tu, sitaki kifo cha namna hiyo. Sitaki kumaliza namna hiyo. Maliza vizuri. Maliza vizuri. Na mimi nataka nikuombee wewe ambaye uko tayari. Wewe ambaye unasema, moyo wangu umesikiliza maneno haya, na mimi niko tayari kuokoka. Nataka niombe na wewe. Rudia maneno haya nyuma yangu. Naona katika ulimwengu wa roho watu wengi wana hamu na Kristo. Mungu akubariki wewe ambaye uko tayari kuokoka. Uko tayari kuokoka. Na kipindi hiki cha Kimbilia kwa Yesu na mahubiri mengi yanayohubiriwa katika TV yetu nzuri ya Sibuka, watu wengi wameokoka. Wengine wamenipigia simu wakisema, tuongoze sala ya toba, tumesikia neno limetugusa. Wengi wameokoka na wengi wanaendelea na Yesu. Namshukuru Mungu kwa kuwa Mungu ni mwema. Ni mwema mno. Ametupa chombo hiki kizuri cha Sibuka. Ipende televisheni ya Sibuka. Penda kusikiliza, penda kutazama. Lindi FM, sikiliza kwa makini. Mungu ametupa kwa ajili ya roho za wengi wanaokwenda jehanamu waokoke, wasiende jehanamu. Ni maombi yangu Tanzania iokolewe. Ni maombi yangu watoto wa Kitanzania wawe salama. Ni maombi yangu viongozi wetu wawe salama. Ni maombi yangu nchi yangu iwe salama. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Nataka nikuombee wewe uliye tayari kuokoka. Kuokoka. Wewe uliye tayari kuokoka. Usiwe na maswali. Nasikia rohoni kuna mtu anaswali kwamba kuokoka ni nini sasa. Nikusomea andiko. Warumi sura ile ya 10 mstari wa 9. Warumi sura ya 10 mstari wa 9. Kwa sababu kimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Ukikiri maneno haya utapata wokovu. Rudia maneno haya nyuma yangu, wewe uliye tayari kuokoka. Sema, Bwana Yesu, nakuja mbele zako kwa unyenyekevu mkubwa. Naomba unisamehe maovu yangu yote niliyoyafanya, ninayoyakumbuka na nisiyoyakumbuka. Bwana Yesu, liandike jina langu katika kitabu cha uzima. Jina langu likiandikwa
kwenye kitabu cha uzima, najisikia fahari. Yesu, nisamehe. Futa maovu yangu yote. Futa maovu yangu yote. Umesema dhambi zenu zijapokuwa nyekundu kama bendera, utasafisha takuwa nyeupe kama theluji. Baba, nakushukuru kwa kuwa umeniokoa, na mimi natangaza nikiwa na akili timamu kwamba nimeokoka. Nimeokoka. Mungu akubariki wewe uliyekiri sala hii ya toba. Nataka nikuombee neema ya Mungu iwe juu yako. Weka mkono wako kwenye moyo wako. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya mtazamaji wa Sibuka TV na msikilizaji wa Rindi FM ambao wamefuatilia mahubiri haya leo katika kipindi kizuri cha Kimbilia kwa Yesu. Naam, wamekiri sala ya wokovu. Naomba Bwana neema yako ikawe kubwa juu yao, ukawabariki na kuwatunza. Neema ya wokovu iendelee mbele zako Mungu, wawe watoto wako sasa, katika jina la Mungu Baba na la Mwana Roho Mtakatifu. Na kama upo mgonjwa sasa, weka mkono mahali unapumwa dakika hizi na kuombea wewe uliye mgonjwa, uliyeteseka. Yesu anakuponya kwa jina la Yesu. Weka mahali unapumwa. Kama una shida yoyote tofauti na kuumwa, weka kwenye moyo wako. Naomba maombi haya yatapenya, yatapita. Hakuna kinachozuia maombi. Hakuna nguvu za giza, mapepo, majini, mashetani, mizimu, roho zote za mateso, magonjwa, tatizo la figo, tatizo la moyo, kuvimba miguu, uvimbe tumboni, mateso kwenye tumbo la uzazi, mapepo mliokaa kwenye tumbo la uzazi, nguvu za giza, mashetani, ninawaamuru sasa kwa jina takatifu la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Toka shetani ibilisi. Toka wewe muharibifu, magonjwa, saratani. Toka kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Pepo na kuamuru, pepo mauti, toka kwa jina la Yesu. Na kuamuru kwa damu ya mwana kondoo iliyomwagika msalabani, mwachie mama huyu, mwachie kijana huyu, mwachie baba huyu, uwe huru kwa jina la Yesu. Na wote wenye shida mbalimbali, kwenye ndoa, kwenye familia, kwenye kazi zao, kwenye biashara, kwa jina la Yesu, kwenye mifugo yao, katika jina la Yesu, shetani toeka. Katika jina la Yesu uwe huru kwa damu ya Yesu. Amen. Mpendwa mtazamaji wa Sibuka TV na msikilizaji wa Sibuka TV na msikilizaji wa Rindi FM, na kushukuru sana kwa kufuatilia kipindi hiki cha Kimbilia kwa Yesu na kufuatilia mahubiri haya ambayo yalikuwa na kichwa cha anguko kubwa la Sauli mwana wa Kishi. Na kwa majina yangu naitwa mchungaji Albert Sindondwa, mchungaji wa kanisa la EAGT Monduli mjini Arusha, Tanzania. Napenda nitaje namba zangu za simu, zitapita hapo, lakini nitaje 0755419510, 0755419510. Kwa wale wote ambao mmeokoka, tafuta kanisa la kiroho, ulelewe kiroho, ukulie wokovu, na Mungu wa mbinguni atakubariki. Amen. Sibuka TV.